Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii ya pekee sana ambaye ametupa kwa kongamano hili, nani kama Daudi. Na kipekee sana ni washukuru waandalizi waliofanya kazi nzuri ya kuandaa jambo hili la kutuleta sisi wote pamoja. Maneno ya Mungu kutoka Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 45. Daudi akawaambia Wafilisti, wewe wanijia kwa upanga na mfumo na mkuki, bali mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliyemtukana. Tusimame tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa siku hii ya baraka sana kwetu sisi wa jimbo la Morogoro, kukaa pamoja, kushangilia, kufurahi kwa ajili ya baraka nyingi ulizotendea katika maisha yetu, tukimkumbuka kijana Daudi aliyekuwa shupavu uliyemtumia na akaleta ushindi kwa taifa lile la Israeli. Na ndio vijana uliotupa katika kanisa leo, tumekaa mahali hapa kwa ajili ya kukutukuza na kukushangilia wewe Mungu. Utubariki sote ili baraka hizi ziendelee kutuunganisha tangu sasa na hata milele. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukae tafadhali. ya Morogoro, pendwa wangu Norbert Mbwilo, katibu mkuu wa dayosisi yetu ya Morogoro, pendwa Mchungaji Simba, katibu wa idara vijana dayosisi yetu ya Morogoro, pendwa mkuu wetu wa jimbo, mwenyeji wetu, mwenye tamasha hili, tunakushukuru sana kwa kutukaribisha ili sisi tuwe sehemu ya kushangilia baraka hizi ambazo vijana wako katika jimbo wameandaa jambo zuri na baraka. Wapendwa viongozi wa vijana jimbo la Morogoro mjini, wawezeshaji wetu mlioko, washiriki wote wa kongamano hili, Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote, naomba tumpe Mungu wetu utukufu, heshima, sifa, kwa sababu ndiye Bwana wa historia na mmiliki wa nyakati hizi ambazo tamasha hili limeandaliwa kwetu. Yeye Mungu ndiye ametukusanya mahali hapa, tena sio kwa bahati mbaya, kwa mipango mizuri na makusudi kabisa, ili jambo hili liweze kutokea katika majira na mwaka huu. Kila kizazi kina wakati wake mbele za Mungu, na ninaamini kabisa kwamba wakati huu ndio wakati ambao umeruhusiwa na Mungu huko juu mbinguni. Sisi tuazimishe, tufurahie, tushangilie na kuanzisha kwa kongamano hili, nani kama Daudi. Hongereni sana kwa maono haya ambayo Mungu amewapa. Kwa namna ya pekee sana, ninajua viongozi wetu walikuwa na kazi kubwa ya kuliandaa kongamano hili, walikuwa na maono, lakini leo tunashuhudia kwa uhalisia halisi kabisa. Leo tunapofungua rasmi
kongamano la kwanza la vijana lenye kauli mbiu nani kama Daudi. Kauli mbiu hii si swali la kawaida, bali ni mwaliko wa kila kijana kujitafakari. Je, katika kizazi hiki cha ushindani mkubwa, cha mabadiliko ya kasi ya sayansi na teknolojia, cha migongano ya maadili na tamaduni, bado inawezekana kupata jina mwenye moyo kama Daudi? Niamini jibu hili ndio. Mungu hajabadilika na bado anaendelea kuwainua vijana wanaomtegemea, wanaomcha na walio tayari kumtumikia Mungu kwa utukufu wake. Na huu ni ushuhuda mkubwa sana ambao tunaushuhudia leo. Tunapoisoma sura hii ya 17 ya kitabu cha kwanza cha Samueli, tunaona vita kati ya Daudi na Goliath. Lakini kwa mtazamo wa kiroho, hii haikuwa vita kati ya watu wawili. Ilikuwa ni vita kati ya hofu na imani, kati ya kiburi na unyenyekevu, kati ya nguvu za kibinadamu na uweza wa Mungu. Goliathi alikuwa na silaha nyingi, lakini Daudi alikuwa na Mungu. Goliathi alikuwa na ukubwa wa mwili, lakini Daudi alikuwa na ukubwa wa imani. Ndio maana alisema, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Hakuwa na jina lingine ambalo aliloliona lenye uweza, lenye nguvu, bali ni jina la Mungu wa majeshi. Ujumbe huu ninaotoa kwa vijana wa Dayosisi ya Morogoro: dunia inaweza kuwahukumu kwa umri wenu, uwezo wenu au mazingira yenu, lakini Mungu huangalia mioyo yenu. Mungu hutumia watu ambao wamejitoa kwake. Daudi hakushinda kwa sababu alikuwa hodari zaidi, bali kwa sababu alimpa Mungu nafasi ya kutenda kupitia maisha yake. Wapendwa wangu, kizazi chenu kinakabiliwa na changamoto ambazo hazikuwepo katika vizazi vilivyotangulia. Mapinduzi ya teknolojia yameleta fursa kubwa, lakini pia yameleta majaribu makubwa kwa watu na kwa vijana wa kizazi hiki. Mitandao ya kijamii inaweza kuwa daraja la kueneza Injili au ikawa mlango wa kupoteza maadili. Elimu inaweza kuwa njia ya kujenga maisha au ikawa sababu ya kiburi. Utajiri unaweza kuwa baraka au kugeuka kuwa mungu mwingine. Hivyo changamoto kubwa si maendeleo yenyewe, bali namna tunavyotumia maendeleo hayo. Na mimi katika kongamano hili ninaendelea kuwaombea sana. Fursa zozote zilizoko mbele yako zisije zikakufanya ukamwacha Mungu, bali uone zote zinaimarishwa kwa kumtegemea Mungu peke yake. Kanisa haliogopi maendeleo. Kanisa linaamini elimu, sayansi, teknolojia na ubunifu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini kanisa linafundisha kwamba maendeleo yasiyoongozwa na maadili ya Kikristo huishia kumwangamiza mwanadamu. Hivyo tunahitaji vijana ambao watakuwa wataalamu wenye maadili, viongozi wenye hofu ya Mungu, wafanyabiashara waaminifu, watumishi wa umma waaminifu na waadilifu, na wazalendo wanaolipenda familia, jamii na kanisa lao. Hiki ndicho tunachokitegemea tukione kwa vijana. Elimu iwe mchango mkubwa kwa jamii. Mali ulizokuwa nazo ziwe na mchango kwa jamii. Na kila jambo ambalo Mungu amekubariki ulione kwamba ni baraka zitokazo kwa Mungu, si kwa uweza wala si kwa nguvu zako, bali Mungu anastahili kupewa heshima na utukufu. Dayosisi ya Morogoro imeamua kuwekeza kwa vijana kwa sababu tunaamini kwamba uwekezaji bora kabisa si katika majengo, bali katika watu. Kanisa linaweza kujenga makanisa mazuri, shule bora na hospitali nyingi, lakini ikiwa halileta vijana wenye maadili, waaminifu na wanamcha Mungu, basi msingi wa maendeleo hayo utakuwa dhaifu. Ndio maana kongamano hili limeandaliwa kwa makusudi ili kuwaleta vijana kiroho, kimwili na kiakili.
Vijana wakikua, wakiimarika kimwili, kiroho na kiakili, tunaamini tutakuwa na viongozi vizuri wa kanisa watakaolisimamia kanisa sasa, lakini na kizazi kijacho. Lakini tusipokuwa na kizazi chenye hofu ya Mungu, tutakuwa na kundi kubwa ambalo halina hofu ya Mungu, na litakuwa ni janga kwa kanisa. Kwamba ninyi ni viongozi, si viongozi wa kesho tu, lakini viongozi wa leo wa kanisa. Ninyi ni viongozi ambao mnahitajika sana. Kanisa linawahitaji, jamii inawahitaji. Msiishi maisha ya kusubiri mpaka muwe wakubwa ndipo mtumike. Daudi hakusubiri kuwa mfano ndipo atumike kwa Mungu. Alianza kwa uaminifu alipokuwa mchungaji wa kondoo. Mungu huanza na waaminifu katika mambo madogo na baadaye huwapa mambo makubwa. Kilichokuwa chako, kilichokuwa mbele yako sasa, kione kwako ni kikubwa na wala si kidogo. Muda mwingine tumezarau vidogo tukataka vikubwa. Anza na kidogo kisha upande uwe na kikubwa. Watu wengi wanatamani kuwa na makubwa, ndoto kubwa, lakini tamani uanze kidogo na upande, na ndivyo baraka za Mungu zitakwenda pamoja na sisi sote. Napenda pia kuwakumbusha kuwa upendo wa Kristo hauwezi kutenganishwa na upendo wa kanisa lake. Mlipende kanisa lenu, muipende dayosisi yenu, mzipende sharika zenu, tena muwapende na viongozi wenu wa kiroho wanaowaongoza. Shirikini katika ibada, maombi, uinjilisti. Mkafanye uinjilisti katika maeneo mengi. Mkafanye udiakonia kwa watu ambao wameshindwa na wanahitaji msaada wa kibinadamu. Kupitia kongamano hili nitoe wito kwa vijana, hakikisheni tumieni vipawa vyenu kufanya kazi ya uinjilishaji, kufanya kazi ya udiakonia, lakini kufanya kazi za kiuchumi na maendeleo kwa ajili yenu binafsi, lakini kwa ajili ya jimbo lenu, sharika na kanisa kwa ujumla wake. Kanisa ni familia ya kiroho. Kulijenga kanisa ni kumheshimu Kristo aliyeanzisha kwa damu yake. Vile vile, waheshimuni wazazi wenu na walezi wenu. Waheshimuni viongozi wa kanisa ambao Mungu ameweka kuwa wachungaji wa roho zenu. Waheshimuni viongozi wa serikali pia, kwa sababu mamlaka ni mpango wa Mungu kwa ajili ya ustawi wa jamii. Vijana wa Kristo wanapaswa kuwa mfano wa nidhamu, utii wa sheria, uzalendo, uwajibikaji. Msijiingize kwenye makundi yasiyofaa ambayo yataondolea ndoto zenu, heshima na kila mamlaka zilizoko katika kanisa na jamii kwa ujumla wake. Wapendwa vijana mlioko katika kongamano hili, Mungu ametupatia nchi nzuri yenye amani, ardhi yenye rutuba, watu wenye vipaji na rasilimali nyingi. Hivyo msiwe kizazi kinachosubiri kuajiriwa pekee, bali muwe kizazi kinachobuni ajira, kinachothamini kazi, kinachotamani kufanya kazi na kubadili maisha yao, kinachojishughulisha na uzalishaji, kinachotunza mazingira na kutumia kwa heshima kila kipawa ulichopewa na Mungu. Kazi ni ibada, uadilifu katika kazi na ushuhuda wa imani yetu. Msijiingize kwenye mafundisho potofu ambayo yanaweza kupotosha imani na matumaini yenu kwa Mungu. Maandiko yanasema kwamba asiyefanya kazi asile. Hakuna chakula kinachokuja nyumbani bila ya kulima. Hakuna fedha zinazoingia kwenye akaunti yako bila kufanya kazi. Fanya kazi, mtegemee Mungu na kutumia fursa zilizopo kwa manufaa ya kanisa na kwa maisha yako binafsi, kanisa na jamii kwa ujumla. Niwapongeze sana viongozi wote wa idara ya vijana jimbo la Morogoro mjini kwa maono ya kuanzisha kongamano hili. Leo mnalianzisha historia ambayo naamini itazaa matunda kwa miaka mingi ijayo. Niwashukuru wachungaji, walezi, wazazi na wadau, kila aliyetoa mchango wake kufanikisha jambo hili. Mungu awabariki sana. Ni imani yangu kwamba kongamano hili limeanzia sasa katika jimbo la Morogoro,
lakini liwe chachu itakayoendea kwa dayosisi yetu nzima. Tunatamani mwakani liwe kubwa na jina lisibadilishwe, liwe hili nani kama Daudi. Mfanye uamuzi mmoja muhimu katika maisha yenu, kuwa Daudi ni kizazi hiki. Muwe vijana wenye moyo wa ibada, wenye maisha ya maombi, wenye ujasiri wa kusimama katika kweli hata kama dunia nzima itakuwa upande mwingine. Muwe vijana wanaobeba matumaini badala ya hofu, wanaojenga badala ya kubomoa, wapatanishi badala ya kugombanisha, wanaotumia vipaji vyao kwa utukufu wa Mungu na kwa maendeleo ya kanisa la Mungu. Ninawaomba kwamba baada ya kongamano hili, kila usharika dayosisi yetu uone matunda ya vijana waliojazwa nguvu za Roho Mtakatifu, waliokomaa katika imani, waliokomaa katika maadili na waliokomaa katika utumishi. Mwisho, naomba niwakumbushe maneno ya Mtume Paulo katika Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Mtu awaye yoyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na upendo na imani safi. Huu ndio wito wa Mungu kwa vijana KKT Dayosisi ya Morogoro, lakini pia kwa jimbo la Morogoro. Ndugu zangu, kwa imani hiyo na kwa mamlaka niliyopewa na Mungu kupitia Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, ninatangaza rasmi kongamano la kwanza la vijana KKT Dayosisi ya Morogoro, jimbo la Morogoro, lenye kauli mbiu nani kama Daudi, kuwa limefunguliwa rasmi. Niwaombe sasa tusimame. Kwa maneno haya, kila mwaka na wiki la kwanza la mwezi Julai ni siku ya nani kama Daudi, sio kwa jimbo la Morogoro tu, bali liwe kwa dayosisi nzima. Napenda sasa kulifungua kongamano hili rasmi katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nawatakieni kongamano jema na walimu wazuri waendelee kutujenga na kutuimarisha katika kongamano hili. Asanteni sana.